Kila siku bila kujua, tunatumia kitu ambacho kina uwezo wa kubadilisha mwili wetu kabisa. Sio dawa, wala sio sumu ya moja kwa moja. Bali, ni kitu kilicho ndani ya chai yako, soda yako, mikate yako, na hata vyakula unavyozani ni vya kawaida. Namaanisha sukari. Kwa muda mrefu nimekuwa nikijiuliza swali moja. Je, nini kingetokea kama ningeacha sukari kabisa kwa muda wa siku 14, yani wiki mbili tu? Yani hakuna soda, hakuna chai yenye sukari, hakuna keki, wala hakuna dessert. Nilichokifanya ni rahisi kusema, lakini si rahisi kufanya. Na leo nakuonyesha kila kitu kilichotokea ndani ya mwili wangu, akili yangu na nguvu zangu kwa siku hizo 14 ngumu kwangu kuanza. Naamini baadhi ya matokeo yatakushangaza. Utakuwa nami Daktari Lenny Komba nikikuletea mada hii kwa undani. Kama ulikuwa bado kujiunga nasi, bonyeza alama subscribe, kengele pembeni yake. Tuanze kuangalia sukari na mwili. Sukari ni aina ya wanga rahisi inayotoa nishati ya haraka. Lakini changamoto moja ni kwamba sukari yenyewe ni namna tunavyotumia kupita kiasi. Kila unapokula sukari, kiwango cha glucose kwenye damu kupanda kwa haraka sana. Mwili hutoa insulini kushusha kiwango hicho, kisha nishati hushuka ghafla. Ndiyo maana baada ya kunywa soda au chai tamu unapata energy spike, kisha uchovu mkali. Yani unapata nguvu ya haraka, lakini baadaye unapata uchovu kupita kiwango. Kwa muda mrefu mwili huanza kuzoea hali hii na kuhitaji sukari mara kwa mara ili ubaki na nguvu muda wote. Hii ndiyo hatua ya kwanza ya utegemezi wa sukari, na wengi hatuioni kama tatizo, tunachukulia kama tu ni hali ya kawaida. Siku ya kwanza mpaka ya 3 mwili unapinga. Siku ya kwanza nilipoacha sukari, mwili haukukubali kirahisi. Nilihisi maumivu ya kichwa, uchovu wa ajabu, hamu kali ya vitu vitamu, mood kubadilika kwa haraka. Hii ni hatua inayoitwa withdrawal. Mwili wangu ulikuwa umezoea sukari kama chanzo cha haraka cha nishati. Sasa ninapoondoa, ulikuwa unadai kurudisha hali ya zamani. Siku ya pili ilizidi kuwa ngumu zaidi. Nilikuwa na hamu ya chai tamu kila saa, lakini nilijilazimisha kuendelea. Siku ya 3 bado kulikuwa na changamoto, lakini mwanga mdogo ulianza kuonekana. Hii ilikuwa ni ishara nzuri sana kwangu, tofauti na siku ya kwanza na ya pili. Baada ya siku 3 za kwanza, mabadiliko yakaanza taratibu. Siku ya 4, maumivu ya kichwa yalikapungua, hamu ya sukari ikaanza kushuka kidogo. Siku ya 5 nguvu zikaanza kuwa stable zaidi. Sikulala mchana kama zamani. Siku ya 6 nilianza kujisikia clear minded, yani kujisikia mwenye amani na mtu mwenye furaha zaidi. Mawazo yakawa safi zaidi. Siku ya 7 mwili ulikuwa unaanza kutumia mafuta kama nishati badala ya sukari. Hapo ndipo nilipogundua kitu muhimu. Mwili una uwezo mkubwa wa kubadilika kuliko tunavyofikiria. Siku ya 8 mpaka ya 10, hapa ndipo mabadiliko yalipoonekana wazi zaidi. Nilipojiangalia kwenye kioo niliona ngozi ikiwa safi zaidi, uso ukiwa na mwanga wa asili, kuvimba kwa tumbo kukipungua kidogo, yani kitambi kwa mbali kaanza kupungua. Ndani ya mwili tumbo lilikuwa halihisi uzito kama zamani. Mmeng'enyo wa chakula ulikuwa bora zaidi. Katika akili yangu nilikuwa na focus ya muda mrefu. Niliweza kukaa muda mrefu na kufanya mambo yangu kwa ustadi mkubwa. Hakukuwa na msongo wa mawazo katika ubongo, yani brain fog, yani uchovu wa haraka. Nilianza kufikiria kwa uwazi zaidi kuliko ilivyo kawaida. Hii ndiyo sehemu ya kushangaza zaidi, yani siku ya 11 mpaka siku ya 14. Siku ya 11 cravings za sukari zilikuwa
karibu zimeisha, yani zile alama zinazoonyesha kwamba ngozi yako kwamba una sukari nyingi zilikuwa zimeisha. Nilianza kufurahia chakula cha kawaida zaidi, na siku ya 13 usingizi wangu ulikuwa bora sana. Niliamka nikiwa na nguvu zaidi. Siku ya 14 mwili ulikuwa stable kabisa. Hakukuwa na hamu ya kali ya sukari tena. Kilichonishangaza zaidi ni matunda yalionekana matamu kuliko ilivyokuwa kabla. Hii inaonyesha jinsi ladha ya mwili inavyobadilika unapopunguza sukari. Nini kinaendelea ndani ya mwili? Wakati unaacha sukari kwa muda, mwili huanza kutumia mafuta kama chanzo kikuu cha nishati. Insulin inakuwa stable. Nishati haipandi na kushuka ovyo. Hii husaidia kupunguza hatari ya matatizo ya muda mrefu kama kisukari aina ya pili, yani type 2 diabetic, unene kupita kiasi na uchovu wa kudumu. Pia ubongo unapata uthabiti zaidi wa nishati, jambo linalosaidia uwezo wa concentration kwa kiwango kikubwa, yani uwezo wa kubaki katika eneo fulani, uwezo wa kuzingatia, kitaalamu tunaita. Makosa ambayo watu yafanya. Watu wengi hushindwa kuacha sukari kwa sababu kuacha ghafla bila mpango, kutokujua sukari iliyofichwa kwenye vyakula, kurudi kula sukari baada ya siku chache, kutojaza maji ya kutosha mwilini. Hii husababisha kurudi kwenye tabia ya zamani haraka. Badala ya sukari, nini ufanye? Badala ya sukari iliyosindikwa, unaweza kutumia matunda ya asili kama mango, ndizi na machungwa, asali kwa kiwango kidogo, karanga na protini, mboga za majani. Hivi husaidia kudhibiti cravings bila kuharibu mwili wako. Baada ya siku 14 sikubadilika mwili tu, nilibadilika pia kiakili. Pia nilianza kugundua nimekuwa na focus bora, mood yangu iko stable, sina energy crash tena. Nilielewa kuwa kitu kimoja kikubwa: sukari haikuwa chakula tu, ilikuwa tabia ya kiakili, na tabia inaweza kubadilishwa. Siku 14 bila sukari zilinionyesha ukweli mmoja mkubwa: mwili wa binadamu una uwezo wa kujirekebisha haraka zaidi kuliko tunavyofikiria. Lakini changamoto kubwa ni kuvunja utegemezi. Sasa swali ni lako: je, unaweza kujaribu siku 14 bila sukari? Sio kwa ukamilifu, bali kwa uaminifu na kwa afya yako. Niandike kwenye comment najaribu changamoto hii au challenge hii, na kama kuna changamoto tunaweza tukashirikishana, tutajadiliana na tutajua tufanye nini ili kuboresha zaidi. Nikutakia siku njema na Mungu akubariki.